Ya karibu mwana michezo, tuzungumze michezo. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Mahali ama sehemu sahihi pa wewe kupata zile habari zote za kimichezo, kwa sababu kama kauli mbiu yetu inavyosema Mpenja TV, tunazungumza michezo. Niko hapa kwa ajili ya kuletea update, kwa sababu tunajua kwamba weekend iliyopita mchezo wa dabi ya Kariakoo uliweza kuahirishwa, na sasa hivi watu wanatarajia kuona tarehe mpya ambayo itapangwa na mamlaka husika mchezo huo kufanyika. Ila ninavyozungumza na wewe hapa, wababe wa soka la Afrika Al Ahly nao pia wamegomea dabi ya Misri dhidi ya watani zao wa jadi Zamalek. Sababu ni nini? Basi leo hapa utaweza kufahamu sababu ya wababe wao wa soka la Afrika kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Cairo Misri dhidi ya Zamalek. Taarifa iliandikwa na Milad Yayo, imeandikwa kuwa klabu ya Al Ahly kutoka nchini Misri imegoma kushiriki mechi yao ya dabi dhidi ya Zamalek iliyotarajiwa kuchezwa leo, ikisisitiza kuwa shirikisho la soka la Misri EFA linapaswa kuteua muamuzi wa kigeni badala ya kutumia waamuzi wa ndani, na pia klabu hiyo imetishia kujiondoa kwenye ligi kuu ya Misri endapo ombi lao halitatekelezwa. Dabi hiyo ilikuwa sehemu ya hatua ya mbio za ubingwa, lakini EFA ilitangaza usiku wa kuamkia leo kuwa mchezo huo utasimamiwa na waamuzi wa ndani kinyume na makubaliano ya awali. Na kufuatia mkutano wa dharura, uongozi wa Al Ahly ulitoa tamko rasmi ukitaka mchezo huo uahirishwe hadi muamuzi wa kigeni apatikane. Al Ahly ilisisitiza kuwa iliwasilisha maombi yake mapema, ikitaka waamuzi wa kigeni kwa mechi muhimu ili kuhakikisha haki inatendeka, hasa baada ya makosa ya mara kwa mara kwa waamuzi wa ndani kutotenda haki. Hata hivyo, shirikisho ilijibu ikidai muda au kutosha kuwapata waamuzi wa nje na kuitaka Al Ahly kuunga mkono waamuzi wa ndani. Mpaka sasa EFA haijatoa tamko jipya, huku hali ya sintofahamu ikiendelea. Yanajiri hayo huku katika msimamo wa ligi kuu ya Misri, Pyramid FC inaongoza kwa alama 42, Al Ahly ikiwa ya pili na alama zake 39, huku Zamalek ikishika nafasi ya tatu ikiwa na alama 32. Dabi ya Kariakoo, sababu ya kuahirishwa ilikuwa ni mnyama Simba kunyimwa haki yake kwenda kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini kwa upande wa dabi ya Misri iko tofauti kidogo, kwamba wao Al Ahly wanadai kwamba waamuzi wa ndani hawatendi haki wa kuchezesha michezo mbalimbali ya ligi kuu ya Misri, na wao wanaomba kwenye michezo yao muhimu wanahitaji waamuzi kutoka katika nje ya taifa la Misri. Al Ahly walikuwa wanahitaji kupata refa kutoka nje ya taifa la Misri ndio waweze kuchezesha dabi dhidi ya Zamalek. Lakini tunaona kwa upande wetu sisi wa Tanzania, sababu kubwa ilikuwa ni mnyama Simba kunyimwa haki yake ya kimsingi yeye kwenda kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya vile vitu ambavyo vinaleta hamasa kwenye ligi mbalimbali. Kwa hiyo tuseme tu kwamba sio Bongo tu ndiko ambako hii michezo ya dabi watu wanalalamika kuhusu marefari, watu wanalalamika kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba katika ligi zao. Ni hilo tu ambalo mimi nilitaka kushare na wewe leo hii kama mwanafamilia wa Mpenja TV. Nikwambie tu kwamba kama bado hujasubscribe, hujashare, hujalike na comment, basi subscribe, share, like na comment. Ila pia usahau kunifollow kupitia mtandao wangu wa Instagram. Natumia Maunga Junior _17. Ukifika pale Instagram search tu Maunga _17, then ni follow tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo. Mimi napewa nguvu na Mandasi Store. Hao jamaa ni wauzaji wa simu, lakini pia wanakopesha pia simu. Wewe kama una pesa yako ambayo haijatimiwa, fika kwenye maduka popote ambao unapoliona duka la Mandasi, peleka pesa yako, waambie kwamba Mpenja TV ameniambia kwamba nikija hapa na pesa yangu kidogo naweza kupata simu ambayo itaweza kunisaidia mimi kupata nafasi ya kuingia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia kuweza kuperuzi sehemu